Tarehe 19 Agosti mwaka huu wa 2026 majira ya saa 3:45 asubuhi katika eneo la barabara ya Kilwa, eneo la Mivinjeni, Temeke, jijini Dar es Salaam, gari lenye namba T 945 CBG aina ya dafu lenye tela namba T 749 BBP likitokea eneo la uhasibu kuelekea Bendera Tatu liligongana na pikipiki ambayo ilikuwa na usajili namba MC 851 FGP aina ya Boxer, ambayo pikipiki hiyo ilikuwa ikiendeshwa na mtu ambaye baadaye alitambulika kwa jina la Msichoke Mohamed Mnyige, mkazi wa Chamazi jijini Dar es Salaam. Huyu alikuwa ni dereva wa pikipiki. Chanzo cha ajali hiyo ambayo iligharimu watu wawili kufariki ilikuwa ni dereva wa pikipiki hiyo kuhama kutoka barabara ya service road na kuingia barabara kuu ya Kilwa bila kuchukua tahadhari ya watumiaji wengine wa barabara, huku akiwa yeye amebeba abiria wawili ambao kwenye ajali hiyo ambayo aliingia barabara hiyo bila kuchukua tahadhari alisababisha ajali na vifo vya watu wawili. Watu waliofariki ni pamoja na yeye dereva pikipiki Msichoke Mohamed Mnyige, lakini pia alifariki mtu ambaye baadaye alikuja kutambulika kwa jina la George Louis Nyantora. Huyu ni mfanyabiashara mkazi wa Mbagala Zakim jijini Dar es Salaam. Majeruhi ambaye alijeruhiwa ambaye alikuwa ni abiria kwenye pikipiki hiyo alifahamika kwa jina la William Asheri maarufu kama Tumbo, ambaye ni mjasiriamali, yeye inadaiwa ni mkazi wa Mwanza. Mara baada ya ajali hiyo, madereva pikipiki ambao ni maarufu kama bodaboda wengine tofauti na yule aliyokuwa anaendesha pikipiki ile walijikusanya kwa makusudi na kinyume na sheria, walichoma moto sehemu ya mbele, yani hose ya gari ile. Vitendo vya baadhi ya waendesha pikipiki kuchoma au kupiga magari na kupora vitu vilivyo kwenye vyombo hivyo vya moto mara baada ya ajali ni vya kihalifu, havivumiliki na ni kinyume na sheria za nchi. Narudia, vitendo vya baadhi ya waendesha pikipiki kuchoma au kupiga magari, mawe na kupora vitu vilivyo kwenye vyombo hivyo vya moto mara baada ya ajali, huku baadhi yao wakiwa ni chanzo cha ajali hizo, ni vya kihalifu, havivumiliki na ni kinyume na sheria za nchi. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatangaza kuendelea. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatangaza kuendelea kuchukua hatua kali sana za kisheria dhidi ya kundi hilo, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha watuhumiwa kwenye mamlaka zingine za kisheria. Kufuatia mtiririko wa tabia za aina hii ya makosa ambayo nimeyataja haya ya ajali za barabarani kwa muda na maeneo tofauti tofauti katika jiji la Dar es Salaam, polisi Dar es Salaam tayari imekwisha wakamata watuhumiwa 18 na pikipiki 23 zikiwemo zilizotelekezwa mara baada ya watuhumiwa kuwaona polisi wakienda wakamata kwenye matukio ambayo yalitokea katika tarehe na muda tofauti tofauti katika jiji la Dar es Salaam.